Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kuhusu mashambulizi ya wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen. Rais huyo wa Marekani ameonya kwamba iwapo wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen wataendesha mashambulizi kushambulia meli, Marekani itailaumu Iran kwa mashambulizi hayo na huenda ikachukua hatua kali za kijeshi dhidi ya Tehran. Taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema kuwa mwaka mmoja uliopita Marekani ilichukua hatua kali za kijeshi dhidi ya Wahouthi baada ya kundi hilo kulenga meli za kibiashara na kuvuruga biashara ya kimataifa. Hata hivyo, Trump alidai kuwa Wahouthi wameanza tena mashambulizi na kwamba usiku uliopita walifyatua risasi dhidi ya ndege mbili za Saudi Arabia. Trump ameonya kuwa iwapo mashambulizi hayo yatatokea tena, Marekani itaiwajibisha Iran kwa sababu Wahouthi ni vibaraka na washirika wa Iran. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani alihojiwa na waandishi wa habari kuhusu kama jeshi la Marekani litapambana na wapiganaji wa Kihouthi, lakini wakati huo akijibu kwamba Marekani haitafanya vita na maeneo mawili, kwa maana ipigane na Wahouthi wa Yemen na wakati huo ikiendeleza vita vyake dhidi ya Iran, lakini mashambulizi ambayo yatafanywa na Wahouthi wa Yemen yatajibiwa vikali kupitia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Trump akiamini kwamba ni kwa sababu tu wapiganaji hao wa Kihouthi wana uhusiano wa karibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hivyo ameionya Iran kwamba inapaswa kulizuia kundi hilo lisiendeleze mashambulizi yake katika meli zinazopita katika mlango wa Bab al-Mandeb. Kundi la wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen wameanzisha mashambulizi katika siku za hivi karibuni wakishambulia meli zinazopita katika lango la bahari la Bab al-Mandeb, lakini yote hayo ni kutokana na namna ambavyo kundi hilo linaiwajibisha Saudi Arabia katika kile inachoamini kwamba nchi hiyo ni moja kati ya mataifa ambayo yamefanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa Sanaa. Trump amesema kwamba mashambulizi ya Wahouthi yana uhusiano wa karibu na Iran na hivyo Iran itawajibika vilivyo ikiwa mashambulizi hayo yataendelea. Rais huyu amesema kuwa ikiwa hali itaendelea kama ilivyo sasa, huenda Wahouthi na Iran wakachukuliwa hatua kali za kijeshi, licha ya kwamba bado kumekuwa na mjadala mzito juu ya namna ya kufanya vita dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen. Baada ya Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia pekee sasa huko Ghuba ya Uajemi, ambapo 25% ya mafuta duniani na 20% ya gesi inapita, ni lango la bahari la Bab al-Mandeb, lakini wakati huu lango hilo nalo pia limefungwa. Saudi Arabia ilihamisha karibu theluthi moja ya mauzo yake kwenda kwenye kituo chake cha Bab al-Mandeb ambacho kilikuwa kimejengwa wakati wa vita vya Iran na Iraq. Kwa mabadiliko haya ya njia, bei ya mafuta duniani haikupanda kama ilivyotarajiwa, lakini sasa kufungwa kwa mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb kunasababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Saudi Arabia, ambayo ni miongoni mwa nchi tatu zinazosafirisha mafuta kwa wingi duniani pamoja na Marekani na Urusi, ilisafirisha takribani mapipa milioni 6 ya mafuta kwa siku kupitia lango la bahari la Hormuz kabla ya vita hivyo. Sasa ilikuwa ikipitisha mapipa milioni 5 sokoni kupitia njia ya Bab al-Mandeb, lakini wakati huu njia hiyo imefungwa na kwamba meli zake zilishambuliwa na wapiganaji wa Kihouthi, na hii pia ni sababu ambayo rais wa Marekani anaionya Iran kwamba itahusika ikiwa Wahouthi wataendelea kufanya mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika lango la bahari la Bab al-Mandeb. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.